Chungu cha mapenzi, episodi ya pili. Wakati wa giza. Kabla hatujaendelea, hebu tukumbuke kidogo tulipoishia. Zena, baada ya kurudi kwa Dula kwa msukumo wa mapenzi na ushawishi wa uchawi, alianza kuonyesha mabadiliko ya ajabu. Macho yake yalibadilika, sauti yake ikawa si ya kwake tena. Mama yake, Mama Fatuma, alijaribu kumsaidia kwa kwenda kwa mganga maarufu Kibaha, lakini jini tayari lilikuwa limeshafunga ndoa na binti yake. Wakati huo huo, kaka wa Zena, Juma, alitoweka baada ya kesi ya mauaji ya mzungu na sasa anatafutwa na polisi. Sasa tuendelee na simulizi. Saa 7 usiku, giza limegubika anga la Dar es Salaam. Mtaa wa Tandale una sauti ya mbwa wa pori wakibweka bila sababu. Zena amelala kitandani, lakini macho yake yafungi. Anazungumza na mtu ambaye hayupo. Ndiyo, niko tayari. Naweza kwenda naye hadi mwisho. Mama Fatuma anaingia kwa haraka. Anabeba maji ya mcha, yana mti wa mwarobaini ndani. Anamwagia Zena kichwani. Zena anapiga kelele kali, akitetemeka kama anapigwa na radi. Anapaza sauti, "Mama! Maana naungua." Lakini sio sauti ya Zena. Ni sauti nzito kama mwanaume mwenye koo ya chuma. Mama Fatuma anaanguka kwa hofu. Anaanza kuomba dua, machozi yakimtiririka. Wakati huo, kwenye kona ya giza ya barabara ya Moroko, Juma anatokea kwenye choo cha kuchimbwa. Amejificha siku 2. Ana njaa, ana uchovu na akili yake inachanganyikiwa. Anakutana na rafiki yake wa zamani, Hashim, kijana wa mitaa ya Tandika ambaye aliwahi kuwa mwizi lakini sasa amegeuka muuza dawa za kienyeji na mchambuzi wa nguvu za giza. "Juma," Hashim anasema, "ulishikwa na bahati mbaya. Uliuawa mtu ambaye hakuwa binadamu wa kawaida. Umeamsha kisasi cha ukoo wa wajawi wa pwani." Juma anakosa maneno, anaguna. Nifanye nini basi ndugu yangu? "Lazima urudi kwa mganga wa Boko. Lazima ujitakase au utateketea kama karatasi kwenye moto wa roho." Wakati huo, Zena anatolewa kwa mganga mwingine, huyu wa siri sana, aitwaye Mzee Binda. Anaishi karibu na milima ya Vikindu, ndani ya kijumba cheusi kilichozungukwa na miti yenye makata 9 kwa kila tawi. Mzee Binda anamwangalia Zena kwa muda mrefu bila kusema, kisha anasema kwa sauti ya chini sana, "Moyo wake unaishi pande mbili, mapenzi ya kweli na nguvu ya kisasi. Ili amke, lazima apoteze aidha penzi au damu." Mama Fatuma anatetemeka. "Je, kuna njia ya kuokoa vyote?" anauliza kwa sauti dhaifu. Mzee Binda anatikisa kichwa. "Si kila chungu cha mapenzi huchemka bila kupasuka." Usiku unapopita, Dula anapokea simu kutoka kwa mwanamke yule mwenye macho ya rangi. Zena anaondoka. Mama yake anaingilia. "Ukimruhusu atoke, utampokeza milele." Dula anakasirika. Anavaa kikoti lake la ngozi, anachukua mkufu wenye meno ya simba na pete ile yenye jicho la pata. Anapanda gari kuelekea Vikindu. Kwa bahati mbaya, Juma pia ameelekezwa kwenda kwa Mzee Binda. Ndani ya dakika 40, wote wanakutana huko. Dula, Juma, Mama Fatuma na Zena, wote ndani ya kijumba cha mganga. Hapo ndipo siri kubwa inafichuka. Mzee Binda anamtazama Dula, kisha anasema kwa sauti ya chini sana, "Wewe si binadamu kamili. Wewe ni mzaliwa wa mchanganyo wa mapenzi na uchawi. Baba yako alikuwa mchawi, mama yako mja wa kimapenzi. Ndiyo maana huwezi kupenda bila kuumiza." Zena anazidi kulia, akisema, "Naendelea kumpenda hata akiumiza." Dula anamtazama Zena kwa huzuni, kisha kwa hasira anasema, "Niliwaambia, mapenzi hayawezi kuwa bila mimi. Nikikosa moyo wake, basi na uhai wake uende." Anainua mhofu wake na akamwanga mkali, lakini kabla hajafanya chochote, Juma anaruka juu na kumshika kwa nguvu. Pambano linaanza ndani ya kibanda. Maji ya mcha, vuti la defu na majini wanalia. Ghafla, mwanga mkali unaziba kila kitu. Kisha giza.
Kimya. Asubuhi ya saa 1, majogoo wakitafuta sauti ndani ya kibanda cha mzee Binda. Zena alikuwa amelala sakafuni, kichwa chake kwenye mikono ya mama yake. Maji ya mche yamekauka, ubani hawaki tena. Hakukuwa na dalili za Dula wala Juna. Zena, amka mwanangu, Mama Fatuma alinguruma kwa sauti ya uchovu. Zena alitikisa kichwa taratibu, kisha macho yake akafunguka. Sio meusi wala mekundu, sasa yalikuwa rangi ya kawaida. Mama, tuko wapi? Alijitetea. Mama Fatuma alilia kwa sauti, akimkumbatia. Umerudi mwanangu, umerudi. Lakini furaha hiyo haikudumu. Mzee Binda alitoka nje ya chumba chake akitetemeka, akasema kwa sauti ya huzuni, nimemwona Dula kwenye anga la mauti, lakini hajakufa. Amekamatwa katikati ya roho mbili, na Juma ndiye anayeshikilia mlango wa mwisho wa wokovu. Mama Fatuma alichanganyikiwa. Unamaanisha nini? Mzee Binda alieleza kwa utulivu. Juma alijitolea, alimeza baraka za damu ya dada yake ili kulinda moyo wa Zena. Kwa kufanya hivyo, roho ya Dula imefungwa kwenye mwili wa kivuli. Yuko hai, lakini hana nguvu kamili. Atarudi, na akirudi hatakuwa tena Dula yule wa zamani. Zena alisikia kila kitu, lakini ghafla macho yake yakasinyanya, akaanza kutetemeka tena. Mama, sikia, kuna sauti. Akaanza kunonona kwa lugha isiyoeleweka. Shajarahin, Marla, Dula. Mama Fatuma alikimbilia kumshikilia, lakini Zena akamvuta kwa nguvu, akimwangalia usoni na kusema kwa sauti ya kiume, moyo umepasuka, sasa napata nafasi ya pili. Zena alizimia tena. Wakati huo huo, ndani ya misitu ya Kibamba kulikuwa na vibanda vichache vya wachimba madini wa kisasa. Watu walishuhudia mtu mmoja akiwa hajitambui, akitembea uchu juu ya miomba, akizungumza na mawe. Mtu huyo alikuwa Dula, akiwa na mwili wake lakini roho ya kivuli. Kila aliyejaribu kumgusa aliungua ngozi kama vile wamechoma moto wa mkaa wa jini. Wachimbaji walimpiga picha, video zikaanza kusambaa mitandaoni. Kuna mtu Kibamba anazungumza na mawe, anaonekana kama anatoka zihimu. Wakati huo, rafiki ya Juma, Hashim, alikuja kwa Mama Fatuma na kusema kwa taratibu, Juma alinipa ujumbe. Akiwa kwenye hali ya mwisho, alisema nifungue boksi lililochimbwa chini ya mnazi wa nyumbani kwenu. Ndani kuna ukweli wote kuhusu Dula, kuhusu Zena, kuhusu familia yenu. Mama Fatuma alipigwa na butwa. Hakuwahi kufikiria kuwa mwanaye ana siri kubwa namna hiyo. Walirudi nyumbani usiku huo na kuanza kuchimba mnazi mkubwa uliopo nyuma ya nyumba yao. Baada ya saa 1 ya kuchimba, walikuta boksi la mawe lililozungushiwa kamba za nywele za mwanamke na ndimu zilizokauka. Ndani ya boksi kulikuwa na picha ya zamani ya baba yao ambaye walidhani alikufa kwa ajali, sanduku dogo la shamba lililofungwa kwa kufuli, na barua hilo liandikwa kwa mwandiko wa Juma. Mama, Zena, sijawahi kuwa mwizi tu, nilikuwa mlinzi wenu. Baba hakuaga dunia, alitoroka maisha haya kwa sababu aligundua ukweli wa Dula. Dula si binadamu wa kawaida, alizaliwa kwenye familia ya wachawi wa damu. Nilipoanza kuchunguza, nikagundua Zena alichaguliwa tangu akiwa tumboni kuwa mke wa Dula. Uchawi wa damu, ndio maana alikuwa akimfuata bila kujielewa. Boksi hili lina funguo za kuharibu roho hiyo, lakini ukilifungua mtaanza vita moja kwa moja na jini anayemlinda Dula. Chagueni kuendelea kuficha au kupigana kwa gharama ya damu. Mama Fatuma alifunga barua kwa mikono inayotetemeka. Zena bado hakuwa amerudi kabisa kwenye hali yake. Na usiku huo Dula alisikika akiwa nje ya nyumba. Mlinifungia, sasa nimerudi. Sikuomba penzi tena, bali kulipiza. Dirisha lilivunjika, mwanga wa bluu kaangaza chumbani na kivuli kikatambaa sakafuni. Chungu cha mapenzi, episodi ya 4 itakuja. Je,
Duduli atafanikiwa kuichukua roho ya Zena? Juma yuko hai au ameteketea ndani ya kivuli? Na nini kilichopo ndani ya sanduku la shamba lililofungwa? Usikose episodi ya 5 ya Chungu cha Mapenzi. Comment, like na kusubscribe ili kuendelea kupata sehemu zinazofuata kabla ya wengine.